Habari zenu vijana wangu. Mimi ni mwanafamilia wa Ngomeni. Nina takriban miaka kama 4 niko Ngomeni. Nimeingia pale mwaka 2021 mpaka leo nipo hapo. Lakini kana kwamba haitoshi, Yesu Kristo wa Nazareth ambaye ndiyo mwenye ngome yake hapa Kimara Temboni kwa kuhani na mwonaji na mwalimu Musa Richard Mwacha aliniomba nisaidie kwenye experience yangu kwenye media group ya ngome ya Yesu. Tuna vyombo mbalimbali vya habari, Classic nadhani mnasikia, Passion, Sibuka, Chipuka na kadhalika. Kwa hiyo ni mwanafamilia halisi, niko humo ndani. Kwa hiyo karibuni sana na niwashukuru kwa kuacha shughuli zenu na kuja kutusikiliza wanangomeni. Sisi hapa tuna timu yetu ya mpira wa miguu inaitwa Kuhani Musa Media Group. Kuhani Musa Football Team. Lakini hii timu inaundwa na vijana ambao wako kwenye Media Group. Vijana wenye umri kama kina Peter hawa kina Kalunduka wanahitaji kucheza. Kwa hiyo tuna timu yetu pale. Kwa hiyo na mimi najaribu kuwapa experience nilionayo kwenye masuala ya mpira. Kwa hiyo tuna timu yetu pale. Kwa hiyo kwa kifupi tumewiwa na mafanikio waliyopata Simba Sports Club, kwamba baada ya karibuni miaka 50 na baadaye miaka 30, ninyi vijana wadogo hamwezi kuwa na kumbukumbu, Simba ndio klabu pekee katika Afrika Mashariki na Kati ambayo imefanikiwa kufika nusu fainali ya klabu bingwa ya Afrika. Simba ilifika nusu fainali ya klabu bingwa ya Afrika mwaka 1974. Kwa hiyo ni klabu ambayo inafanya vizuri katika anga la kimataifa. Haikuanza leo. Yaani kwa mchezo huu ambapo imeingia nusu fainali juzi tarehe 9, sio kwamba ndio mara ya kwanza. Simba imeingia nusu fainali ya klabu bingwa, sio kombe la shirikisho wala kombe la washindi. Zamani kulikuwa na kombe la washindi, CAF ikalifuta mwaka 1997, ikaanzisha la CAF 1991, lilikuwa limeshaanza. Miaka 5 baadaye wakalifuta lile la shirikisho kwa sababu makombe yangekuwa mengi na mambo yangekuwa mengi, gharama ingekuwa kubwa. Kwa hiyo mwaka 74 nusu fainali ya kwanza wamecheza Mehala Al-Kubra na Simba Sports Club. Wamecheza tarehe 13 Dar es Salaam, uwanja wa Shamba la Bibi. Tarehe 13 Oktoba 1974 Simba na mabingwa wa Misri Mehala Al-Kubra wamecheza pale. Simba ikapata ushindi wa 1-0. Bao limefungwa na Sadi Ali, mtangazaji maarufu wa radio Tanzania wakati ule RTD. Abdul Masud alikuwa anamuita Sadi Ali watakiona, maana alikuwa na waadhibu sana timu zinazokuja. Mwisho akawa anamuita Sadi Ali watakiona. Kwa hiyo Simba ikashinda. Ilipokwenda kule Cairo mechi ya marudiano tarehe 25 mwezi wa 10 1974, Mehala wakapata goli moja, ikawa sare, wakapiga penati. Simba ikatolewa kwa penati 3-0. Penati zote za kwanza za Simba 3 walikosa, lakini wao Mehala Al-Kubra wakapata zote 3, Simba wakametolewa. Lakini kana kwamba hilo halitoshi, tarehe 27 mwezi wa 11 1993 Simba imecheza fainali ya kombe la shirikisho. Kuna watu wanajichanganya, wanasema ile ilikuwa CAF. CAF ni Kiingereza na Kifaransa, kwa Kiswahili ni shirikisho. Kombe bado ni lile lile, kilichobadilika ni mfumo wa mashindano, lakini kombe ni lile lile. CAF kwa Kifaransa ni Confédération de Africaine de Football. Kwa Kiingereza ni Confederation of African Football. Kwa Kiswahili ni shirikisho la soka barani Afrika. Sasa mtu ana confuse, lile lilikuwa kombe la CAF. CAF ndio hiyo. Sawa sawa na kusema hii ni 100 na hii ni 100. Mtu anajichanganya kwa lugha, lakini kombe ni lile lile.
Kwa hiyo Yanga wamekuja kulicheza mwaka 2023. Tarehe 28 mwezi wa 5 2023 wamepoteza Dar es Salaam dhidi ya Waarabu, na tarehe 3 mwezi wa 6 2023 wamepoteza Algiers. Kwa hiyo kombe ni lile lile, isipokuwa weledi, baadhi ya watu mashabiki wetu wanasema ni makombe mawili tofauti. Hapana, ila mfumo wa mashindano ndio umebadilika. Kwa hivyo hii si mara ya kwanza kwa Simba kufanya jambo kubwa kwenye mpira wa Tanzania, na hii ni heshima kwa nchi yetu. Yanga inapofanya vizuri ni heshima kwa nchi. Mashabiki wa Simba lazima wafahamu hilo, na mashabiki wa Yanga wafahamu vile vile Simba inapofanya jambo kubwa ni kwa manufaa ya taifa. Mimi nimepata bahati ya kutembea nchi mbalimbali, nimeenda Cairo, nimeenda na Algiers, nimeenda Casablanca, nimeenda Tunis, lakini huko kote imenifikisha Simba, na ndio maana Simba naiheshimu. Hakuna jinsi yote naweza nikaidharau Simba, lazima niheshimu. Imenifanyia mambo makubwa katika maisha. Kwa hivyo Waarabu kwa mfano, ukiwa unacheza na National Ahli, huwezi kumuona Zamalek anakupa mbinu ya kumfunga National Ahli. Au ukicheza na Wydad Casablanca, huwezi kuona Raja anakupa mbinu za kumhujumu Wydad. Hayo mambo bado yamebaki Tanzania. Yanga kama inacheza, mtu wa Simba anakuambia mimi Yanga ikicheza na Jiwe afadhali Jiwe lishinde. Ni vitu vya kihuni, havipendezi kabisa. Anyway, nashauri tu, ila kila mtu atakuwa na falsafa yake. Kwa hiyo tunaipongeza sana Simba, imetuheshimisha Watanzania, na baada ya miaka karibu 32 tangu walipofika fainali ya kombe ili la shirikisho mwaka 93, ndio wanakuja tena kuingia nusu fainali nyingine baada ya kufika robo fainali mara 8. Hii ya juzi ilikuwa robo fainali mara ya 8. Wakati mimi naongoza Simba tumekwenda robo fainali mara ya 4. Mara 4 tunashindwa kwenda nusu, lakini nawapongeza hawa viongozi wangu waliopo hivi sasa, wamevunja mwiko wa kuishia robo. Maana tulikuwa tunaitwa kina mwaka robo, lakini sasa tumekwenda nusu, tumevunja ule mwiko. Kwa hiyo ni jambo jema. Sasa kuna mambo mengine ambayo kwa kweli niagusie tu kwa uchache, kwamba katika familia yetu ya kuhani mwonaji na mwalimu Musa Richard Mwacha kuna vitu ambavyo vimetokea lakini havipendezi. Tunafikiri ni vizuri kwamba tukitoa ufafanuzi. Kwa mfano, kuhani Musa tangu nimeanza kuishi naye mimi, ana tabia moja ambayo watu wote waumini wanaosali pale wametokea kuwa na upendo naye, kwamba ni mtu mwenye upendo, ni mtu vile vile mwenye ukarimu. Kwa mfano, kila baada ya muda mfupi, na Christmas hii inayokuja tarehe 20, ameandaa chakula kwa ajili ya wajane, yatima na wazee wasiojiweza. Sasa upendo huu, kwa mfano, mambo haya yanaongeza upendo kwa waumini wake. Kwa mfano, tulivyokuwa na hafla kule Biafra, kulikuwa na shughuli imefanyika pale Kinondoni ambayo iliwakutanisha manabii wote na wachungaji wote. Kwa hiyo kutokana na upendo ambao ni waumini wake, kulitokea na anaposimama wanamshangilia, lakini hakukuwa na jambo lolote baya zaidi ya kuonesha upendo na ukarimu. Kwa hiyo kuna wakati tena ana misimamo ya kupenda kuwa pamoja na kuliombea taifa. Hili ni jambo jema kwa kila mchungaji, na tungeshauri hata mashehe huwa Waislamu wanaliombea taifa. Kwa nabii kama yeye au kuhani wa kiwango chake kuliombea taifa ni jambo jema. Kwa hiyo unapoliombea taifa lazima uwaombee na viongozi wake. Sasa hili ni jambo jema. Kiongozi wa taasisi ya kidini
anapoliombea taifa nafikiri ni jambo jema. Kwa hiyo analiombea kwa sababu ya kutaka ustawi wa taifa, amani na utulivu ndani ya taifa, kwa sababu taifa haliwezi kuwa na mambo mazuri na maendeleo yakafanyika kama hakuna amani na utulivu. Nafikiri huwa anafanya hii kwa nia nzuri, na tungeshauri manabii wengine waige mfano huu wanapokuwa katika shughuli zao za kiibada. Kuliombea taifa ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo Kuhani Musa ana tabia hii, na hii imekuwa ni jambo jema, na wakati mwingine inatokea viongozi wakubwa wananchi wanaweza kasila naye kwa kumpongeza kwa hilo. Kwa hiyo isiwe ni jambo ambalo linaweza likawa watu wengine wakafarakana naye. Ni jambo jema, na sisi tunashauri hata wa viongozi wa dini ya Kiislamu, wa dini ya Kikristo, madhehebu yote wawe na tabia ya kuliombea taifa na kuweka maslahi ya taifa mbele. Kwa hiyo kimsingi nimewaita ili tuweze kushare kwamba sisi kama watu wa Ngome ya Yesu, kwa kuwa na timu yetu ya mpira wa miguu ya waandishi wa habari wa media group zote, kuipongeza Simba Sports Club kwa jambo ambalo wamelifanya, ambalo limeliheshimisha taifa, na vile vile kutoa ufafanuzi kidogo wa jinsi waumini wa kanisa la Ngome ya Yesu tunavyoishi na baba yetu. Tuna mapenzi naye kwa sababu ya ukarimu wake na upendo wake kwa watu wa kada mbalimbali katika jamii yetu. Hapa katikati tumemzungumzia sana kwa Musa, lakini tumeona hapa katikati kuna taarifa nyingi ambazo zinaendelea kumhusu yeye, hasa zikikuja mitandaoni kuonekana ni mtu ambaye watu wanamtafsiri kwa lugha nyingine kwamba pengine picha zimevuja ikionekana akiwa na watoto wengine wa kike, anasema anashindwa kulea familia na nini. Wewe kama mtu ambaye uko Ngome ya Yesu Kristo, unaweza kulizungumziaje jambo hili? Kusema kweli, unaweza kuwa unafanya mambo mazuri, na sio katika eneo la dini pekee yake, hata maeneo mengine unaweza kuwa unafanya mambo mazuri, watu wengine wakajenga chuki, wakajaribu kuonyesha taswira ya kinyume na jinsi ulivyo. Sijawahi kusikia kabla ya sasa hivi, na mimi nimekuwepo miaka 4 Ngomeni, sijawahi kusikia baba yangu wa kiroho akiwa na tabia za namna hiyo. Sasa haya ni mambo yanaweza kuwa yanaanzia kwenye familia. Sasa yanapotokea kwenye familia, ni vizuri sasa yakamalizwa kifamilia, kuliko kuja kuyaweka hadharani kwenye vyombo vya habari na kadhalika na kadhalika. Nadhani navyoweza kumzungumzia Kuhani Musa ni mtu ambaye ni mwadilifu, ni mtu mwenye upendo, ni mtu mwenye tabia njema. Sijawahi kusikia, kwa sababu hata hapa Ngomeni kuna mabinti wengi mno wazuri, lakini sijawahi kusikia kuna tatizo lolote la aina hiyo. Sio huko tu wanakotoka, hata hapa Ngomeni kuna mabinti wengi sana wazuri, na sio wafanyakazi, hata waumini wanaokuja wako watanashati wazuri, warembo, lakini sijawahi kusikia akiwa na sifa namna hiyo. Hizi ni taarifa tu za kuweza kumchafua kutokana na mafanikio katika mambo yake ya kuendesha dini na kulijali taifa, kwamba kuhani anapenda taifa hili liwe ni lenye utulivu na amani, kwa sababu tukishakuwa na utulivu wa Tanzania na amani, ndipo tunapoweza kutengeneza maendeleo mazuri kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Huwezi kupata maendeleo kwenye taifa ambalo lina vurugu, haiwezekani. Kwa hiyo sijawahi kusikia zaidi ya hapa, na tabia ya mwalimu kuhani na mwonaji Musa Richard Mwacha ambaye mimi nimekaa naye miaka 4, sijawahi kuona chochote kibaya au tabia hizo unazozisema
za kuwa na ufuska na mambo mengine sijawahi kuziona. Ningekuwa nimeshaziona ndani ya miaka minne, kwa sababu mtu mwenye tabia mbovu hawezi kazificha kwa ndani ya miaka minne, angekuwa nimeshaziona. Uwezekano wa Simba kufika fainali ni mkubwa. Wanatakiwa wafanye vitu hivi viwili. Kwanza, washirikishe watu. Hili ni la kwanza, kila wakati na washauri Simba Sports Club. Viongozi waliopo sio wa kwanza kuiongoza Simba. Na kuna viongozi wamepita pale ambao hawawezi kukosa uzoefu wa kuchangia katika ushindi wa Simba. Lakini niwapongeze vile vile, safari hii wamewaita wazee. Wazee ni hazina. Nadhani kuwaita kwao wazee kumekuwa na impact. Yaani kumekuwa na kuchangia. Wachezaji watakuwa wanapambana uwanjani, viongozi watakuwa wanapambana katika masuala ya uongozi, administration na vitu vingine ambavyo vinahitajika kwenye. Kwa hiyo mjumuiko wa watu wengi hawa, kila mmoja kwenye jambo ambalo analiweza, ndio unaleta mafanikio kwenye Simba Sports Club. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wasidharau timu yoyote wanayokutana nayo. Nakumbuka kuna wakati Simba walikuwa wiki moja kabla ya kucheza na Yanga, tulipofungwa goli 5, niliwashauri usijiandae kucheza na Yanga kama vile unajiandaa kucheza na JKT Ruvu au na JKT Tanzania. Yanga ni kitu kingine. Nikawaambia kabisa, nikaenda mbali, nikasema Yanga hata ukimchukua mtu mwenye umri wa Mzee Kaduguda, wawe kama watengeneze wawe 11 umri wa Mzee Kaduguda, lakini kiitwa Yanga ni ngumu kwa Simba. Na vile vile halikadhalika kinyume chake, ukiwachukua wazee 11 kama Mzee Kaduguda wakaita Simba, ni ngumu kwa Yanga. Na ndiyo maana Yanga wameifunga Simba mara 4. Lakini bado wanasema mechi ya hiyo iliyovunjika tarehe 8 hawachezi. Sasa mtu uliokucha kumfunga mara 4 unamwogopaje? Ni kwamba Yanga hana garantia ya kumfunga Simba. Pamoja na kumfunga mara 4, bado anamwogopa Simba. Hana garantia ya kumfunga. Ni kwamba kuna sehemu amekosea Simba, ndio maana amefungwa mara 4. Kwa hiyo wanapokwenda sasa kucheza na hiyo inaitwaje, Bush, Stella Bush, wasidharau kwamba ni timu ngeni. Sisi tumeanzishwa mwaka 1936, hawa wameanzishwa 2016. Kwa hiyo hawa ni mabwana mdogo, hapana. Wajiandae kwenda kucheza mechi. Na wasiende kucheza mpira, waende kucheza mechi. Umenielewa bwana? Wasiende South Africa, tunaanzia kule. Wasiende kucheza mpira, tunaanzia hapa Sasa hapa ndio wacheze mechi, wasicheze mpira. Alafu Saudi wakacheze mpira. Tu iko kubwa. Kiongozi wa Simba ndio tumeona sasa wachezaji mbalimbali wakiwa watumishi kwa ajili ya kuombewa ili kufanya vizuri zaidi. Simba ndio kwenye hatua ya nusu finali kwa shirikisho. Ndio. Kwa wewe ni mimi kwa kuana Mwalimu Sanchez Mwache. Ndio. Ushauri na mwisho na washauri Simba kuona kwamba labda nao wajiongee kwenye upande huu ili kuona kwamba anaendelea kuongeza ile mchezo. Ndio. Kuhani mwonaji na Mwalimu Musa Richard Mwacha anaweza kuiona mechi ya Simba ni tarehe 20 ya mwezi huu wa 4, hata kabla hawajafika South Africa kaiona. Kwa hiyo mtu kama huyu si vibaya wakaja wakapata baraka zake. Na sio wao tu, kuna baadhi ya wachezaji nimewahi kuwashuhudia hapa wanakuwa na matatizo ambayo yanawafanya wasiweze kuingia uwanjani kushiriki katika mpira ambao ni kazi yao. Kuna kwa mfano goalkeeper aliyewahi kuwa goalkeeper na mpaka sasa wa Tanzania Prison. Alifika hapa, alikuwa mikono na magoti hayawezi
Musa Mbise aliwahi kuja hapa, alikuwa mikono, unajua golikipa mikono ndio inadaka mpira na magoti ndio unapochupa yana kupivot. Alikuwa hawezi kufanya hivi, lakini alivyokuja hapa baada ya muda akawa okay, leo wanacheza. Na wachezaji kadha wa kadha wamekuja hapa na wakiwa na matatizo, lakini leo wanaendelea kucheza. Kwa hiyo Simba na washauri, na isitoshe hata kama mechi iliyopita sisi ambao ni Simba kindakindaki, Simba lialia, tumekuwa tukiwaombea tukiwa hapa kanisani kwenye ngome ya Yesu. Nakumbuka siku moja kabla ya mechi nilisema kesho uwezekano wa Simba kushinda ni mkubwa mno. Hawa hawezi kuja kutufunga sisi Dar es Salaam. Sisi sio Yanga Afrika wanaotolewa Dar es Salaam. Sisi hatutolewi Dar es Salaam. Na mimi nilivyokuwa naongoza Simba, slogan yangu ilikuwa kwa Mkapa hatoki mtu. Na Mtuma Haji Sande Manara ndio alikuwa msemaji wangu. Kawaambie kule kwa Mkapa hata uje na mama yako mzazi utoke. Leo kuna ubaya ubwela. Hizi ni slogan za kila mwenyekiti anakuja na slogan yake. Hapa leo tuna ubaya ubwela. Mimi nilikuwa na kwa Mkapa hatoki mtu. Na utoki kweli. Hata aje Barcelona atafungwa tu. Kwa Mkapa Simba hata ije Real Madrid itafungwa tu. Alikuja National Rally hapa. Mimi mwenyekiti. CEO wangu anaitwa Barbara Gonzalez. Nikampiga na Kagere. Kafu kama walikuwa wanatuona wakatupanga tena mwaka uliofuata na National Rally. Wakatuma taarifa kwa Barbara kwamba safari tunakuja kivingine. Simba hata afanyeje atufungi. Barbara akanipigia simu. Mwenyekiti uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani kwangu Mbande. Kuna taarifa yako, njoo ofisini. Nikaenda ofisini, akanambia National Rally wanasema safari wanakuja kivingine. Nikamwambia hivi, watumie taarifa waambie mwenyekiti wa Simba anasema ninyi mkija kivingine sisi mtatukuta kivingine zaidi, na msije peke yenu, mje na mama yenu mzazi, mtafungwa Dar es Salaam kwa Mkapa. Na wakaja Mixon akawaweka, wakamchukua, na kumchukua kule mimi sikupenda. Katika watu ambao hawakupenda Mixon na Chama waondoke, wale ni wajanja, walitaka kwenda kuidhoofisha Simba, hawakutaka kwenda kuwatumia. Na ndicho kilichotokea mwisho wa siku. Wakasema mzee Karuguda ulionaje? Msema mimi nawajua. Katika timu inayowapa tabu National Rally ni Simba Sports Club. Na yeye anakiri hilo. Kwa hiyo walimchukua Chama, wakamwambia Berkane rafiki yao Mwarabu mwenzao wamchukue Chama, wao wamchukue Mixon kwenda kuidhoofisha tu Simba. Ndio lilikuwa lengo lao. Kwa hiyo mimi naiona Simba ya kwenda finali, naiona kama watafanya hayo mambo mawili, washirikishe watu bila kujali huyo yupo Simba, yani ani kiongozi sasa hivi au, kwa sababu alikwishaongoza.